Habari za wakati huu mtazamaji wa Kasako Media, karibu katika wasaa wa magazeti ambao tunakuletea magazeti ya leo Novemba 20 mwaka 2025. Tukianza na gazeti la Majira linasema Dr. Nchimbi kumwakilisha Rais Samia hafla ya Zambia. Kwa urefu wa habari hii utaipata katika ukurasa wa pili wa gazeti la Majira. Lakini story nyingine katika gazeti la Majira inasema serikali yaita wawekezaji nishati safi ya kupikia. Kwa undani wa story hii utaipata katika ukurasa wa 3 wa gazeti la Majira. Lakini story nyingine inasema robo ya wafanyakazi wa WHO kupungua kufika katikati 2026. Kwa urefu wa habari hii utaipata ukurasa wa 19 wa gazeti hili la Majira. Lakini Tido Muhando Machumu wateuliwa Ikulu Nyalandu balozi. Kwa urefu wa story hii utaipata katika ukurasa wa pili wa gazeti la Majira. Lakini story nyingine inasema uamuzi wa Rais Samia kuanzisha maridhiano wapongezwa. Kwa undani wa habari hii utaipata katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Majira. Lakini story nyingine inasema waziri wa fedha tumebeba matumaini ya serikali kwa urefu ya wananchi. Kwa urefu wa story hii utaipata katika ukurasa wa 4 wa gazeti la Majira, ambapo unaona story picha yuko CCM yatoa onyo kali kwa mawaziri watakaozembea. Mawaziri watakaozembea. Story hii utaipata katika gazeti la Majira, lakini ukurasa wa 4. Tukiachana gazeti la Majira tukija gazeti la Tanzania Leo inasema Bakari Machumu mkurugenzi mpya wa mawasiliano ya Ikulu. Kwa ndani wa story utaipata katika ukurasa wa pili wa gazeti la Tanzania Leo. Lakini pia story nyingine inasema hospitali ya Shifaa ya wapima kisukari wananchi 200 bure. Kwa undani wa story utaipata ukurasa wa pili wa gazeti la Tanzania Leo. Lakini story nyingine inasema Tarura yaboresha miundombinu kukabiliana na athari ya mabadiliko tabia nchi. Kwa undani wa story hii utaipata katika ukurasa wa pili wa gazeti la Tanzania Leo. Lakini story nyingine katika gazeti la Tanzania Leo nasema mwili wa Mtanzania aliyeuawa na Hamas wawasili nchini. Kwa undani wa story utaipata katika ukurasa wa pili wa gazeti la Tanzania Leo. Tukienda story nyingine nasema Mwenda TRA itaendeleza uhusiano mwema kwa walipa kodi. Ukurasa wa 3 anasema TRA itaendeleza uhusiano mwema kwa walipa kodi. Ukurasa wa 3 story hii utaipata. Lakini bilioni 2.9 za mwagwa kwa vikundi 231 uko Geita. Story hii utaipata ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Tanzania Leo. Lakini story nyingine inasema maelfu wa mwaga MC Pilipili. Kwa urefu wa habari hii utaipata katika gazeti la Tanzania Leo. Tukirudi hapa kwenye gazeti la Wamachinga inasema CCM ya wavaa mawaziri mizigo. Kwa undani wa story hii utaipata ukurasa wa 3. Lakini polisi yaeleza MC Pilipili alivyouawa. Kwa ukubwa wa story hii utaipata katika gazeti la Wamachinga ukurasa ule wa 3. Tukija katika gazeti la Darasa Huru inasema tume ya Rais Samia yaibua mwanga wa maridhiano. Kwa undani wa story hii utaipata katika gazeti la Darasa Huru ambao unajipatia kwa shilingi 1000 tu. Tukienda katika gazeti la Mwananchi wanasema mitazamo tofauti. Chadema, ACT Wazalendo na CUF wapinga uteuzi wakitoa sababu. Wengine wataka tume ya Jaji Chande kuaminiwa wakisisitiza uhuru wa ndani. Kwa undani wa story hii utaipata katika gazeti letu la Mwananchi. Lakini pia story nyingine vilio vya wananchi vya subiri mawaziri. Story hii utaipata ukurasa wa 2 na wa 3. Lakini pia story nyingine inasema sababu za Tanzania kuwa lango la biashara Afrika. Kwa undani wa habari hii utaipata ukurasa wa 12 wa gazeti la Mwananchi. Lakini story nyingine ambayo imeshika headline hapa inasema Machumu Tido Lazaro Nyalandu warejea kivingine. Katika hili gazeti la Mwananchi wameiweka story hiyo hapo katika ukurasa wa 3. Unaisoma vizuri na kiutofauti zaidi. Kwa ukitaka undani wa story ya uteuzi wa Machumu Tido Muhando na Lazaro Nyalandu kurejea kivingine, story hii utaipata katika ukurasa wa 3 wa gazeti la Mwananchi. Kwa hiyo waziri wa fedha ataja mbinu za kupunguza matumizi ya serikali. Kwa undani na ukubwa wa story hii utaipata katika gazeti la Mwananchi ukurasa wa 19. Utaipata vizuri hapa. Ukienda katika gazeti la Mwanahabari utaipata story inayosema polisi atoa taarifa kiuchunguzi kifo cha MC Pilipili. Kwa undani wa story hii utaipata ukurasa wa 2. Lakini story nyingine inasema hakuna kulala. CCM hakuna kulala. Kwa undani wa story hii utaipata ukurasa wa 3. Tunamuona hapa ndugu Kenan Kihongos kwenye story picture. Lakini story nyingine inasema Dr. Nchimbi kumwakilisha Rais Samia uzinduzi wa ukarabati wa reli Tanzania na Zanzibar. Story hii utaipata ukurasa wa 3.
Pia tukimalizia na gazeti la Nipashe linasema madaktari waja na hoja 9 ufanisi wa matibabu kufikiwa. Kwa undani wa habari hii utaipata ukurasa wa 5 wa gazeti la Nipashe. Lakini story nyingine inasema Machumu, Nyarandu na Tido wachomoza uteuzi wa Ikulu. Kwa undani wa habari hii utaipata ukurasa wa 2 wa gazeti hili la Nipashe. Lakini story nyingine inasema kifo cha MC Pilipili chazidi kuibua maswali mazito. Kwa undani wa story hii utaipata ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Nipashe. Lakini story kubwa kabisa katika gazeti la Nipashe inasema wachumi, njia za kupita ni hizi. Kwa undani wa story hii ya wachumi utaipata katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili la Nipashe. Na huu ndio mwisho wa magazeti hapa Kasako Media. Mimi ni wife material MY Popo. Mpaka wakati mwingine tena, bye bye.